صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. رحم الله من رفع صوته بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول في قول آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. Tukiwa katika munasaba wa kumbukizi ya tukio la kimbari la kuuawa Abi Abdullah al-Hussein, ambaye ni mmoja wa maimamu watakatifu, ni mmoja wa maimamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakinga kwa madhambi na maasi. Leo ni 40 yatokea siku ya kuuliwa kwake, 40 ya al-Imam al-Hussein alayhi salam. Ni tukio ambalo linafanyika baada ya siku 40 toka kuuawa kwa al-Imam al-Hussein. Tukio hili kwa takriri za hivi karibuni ni tukio ambalo linaongoza kwa kukusanya Waislamu kwa idadi kubwa zaidi duniani. Tunapozungumza suala la 40 ya al-Imam al-Hussein, ni tukio ambalo wameliita wenyewe ni at-tajammu'u silmi fil alam, ni mkusanyiko wa amani mkubwa kuwahi kutokea ulimwenguni. Kama kuna mikusanyiko inayotokea, basi mkusanyiko ambao unakusanya matabaka yote, unakusanya dini zote, unakusanya madhhabi zote, ni tukio la 40 ya Abi Abdullah al-Hussein. Kwa nini? Kwa sababu kuuawa kwa al-Imam al-Hussein hapakuwa ni mauaji ya kuuawa mtu kama mtu, ilikuwa ni mauaji ya kuuawa an-Nahdhatul Islamiyya, mwamko wa Uislamu. Hakuuawa al-Imam al-Hussein kwa sababu ya dunia, wa ila tunafahamu wangapi waliouawa ambao hawapo kwenye kumbukumbu ya aina yoyote leo. Hakuuawa al-Imam al-Hussein kama ilivyo dhana ya baadhi ya ndugu zetu wa madhhab zingine kusema kwamba alipigania al-Imam al-Hussein madaraka na ndiyo chanzo cha kuuawa Abi Abdullah al-Hussein. Kwa hivyo aliuawa kwa sababu alikuwa akipigania cheo, anahitaji na yeye kuweza kuongoza. Hii sio sababu ya kuuawa al-Imam al-Hussein. Hakuuawa al-Imam al-Hussein kwa kuwa na yeye alikuwa anaona, kwa nini nisimvimbie Yazidi kama yeye alivyonivimbia mimi? Yeye Yazidi analeta kiburi cha kwamba yeye anahitaji kuwa kiongozi.
Kwa nini na mimi nisitakabbar kwa Yazidi kutaka uongozi? Hakuuawa Abi Abdullah al-Hussein kwa sababu hiyo. Ukubwa wa 40 ya al-Imam al-Hussein, nyuma yake kuna matukio na sababu ambazo ni kubwa kupita maelezo. Milioni 25, milioni 24 zinazokusanyika katika ardhi ya Karbala ni maajabu ya dunia. Leo tunaona isqatul i'lami, kudondoshwa kwa matangazo kwa vyombo vya habari juu ya tukio la 40 al-Imam al-Hussein, ni ile ile vita ya Yazidi dhidi ya al-Imam al-Hussein. Hakufa al-Imam al-Hussein kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe, ilikuwa ni kwa ajili ya Waislamu na Uislamu. Na leo vyombo vya habari vya kimataifa vinajaribu kulidogesha tukio la 40 al-Imam al-Hussein, na hii sio vita kwa ajili ya ule mkusanyiko wa pale Karbala. Hii ni vita ya kuudogesha na kuudondosha Uislamu, kwa sababu lau walimwengu wakatambua maajabu yaliyopo katika ardhi ya Karbala katika siku kama hii ya leo, si serikali inayolisha watu milioni 25, si taasisi kubwa duniani inayowalaza watu milioni 25. Sote kwa pamoja tunashuhudia milioni 1, milioni 2 za watu wanaokwenda hija wanakufa, wanakanyagana, milioni 2 wanauana. Bali tunaona matukio ya watu wananyang'anyana vyakula wakiwa haji. Maandalizi ya kweli hayapo. Lakini kwa ajili ya al-Imam al-Hussein, si serikali inaandaa 40 al-Imam al-Hussein kama ilivyo serikali ya Saudia inavyoandaa mkusanyiko wa ibada ya hija. Sio serikali inayotuma nafasi kwa idadi maalumu katika kila nchi duniani ya mazuwari waweze kwenda kama ilivyo Saudia. Saudia, Tanzania ina idadi maalumu ya kupeleka mahujaji. Saudia inatuma idadi maalumu kwa Iran ya kupeleka mahujaji. Saudia inatuma idadi maalumu Kongo ya mahujaji. Lakini Karbala si serikali inasimamia mpaka itume idadi maalum. Ni kila mwenye kuhisi kwamba haki inatakiwa kutetewa, dhulma inatakiwa kupingwa, fitna inatakiwa kuzuiliwa, anakwenda kutoa khidma Karbala. Wanaojitolea manyumba ya kulala, wakanunua magodoro, na huu msimu ni msimu wa joto, wakanunua mubarida na feni na IC. Si serikali, ni watu binafsi. Ni kila mwenye hisia ya kwamba natakiwa kupinga dhulma, ni kila mwenye hisia ya kwamba natakiwa kuzuia fitna, ndiye anayejitolea kuwalisha mazuwari wanaokwenda katika 40 al-Imam al-Hussein. Mamilioni ya watu wanaumwa kwa sababu wanatembea masafa marefu kwa mguu. Wapo wanaotoka Basra kuja Karbala wanatembea siku 25. Wapo wanaotoka Najaf kwenda Karbala wanatembea siku 4 mpaka siku 3. Wako wanaotoka Baghdadi, Sulaimania, Nasiria, Kirkuk, wote wanatembea siku 5, siku 7, siku 8 kwa mguu. Matibabu wanapata wapi? Si serikali inayoandaa hospitali, ni watu binafsi na madaktari binafsi ndio waloweka mahema barabarani kutibia mazuwari bure. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Hii ni ishara ya kwamba wana dhamira hai
Hii ni ishara ya kwamba wanahisia hai, wanajua kilichotokea Ashura cha kuuawa al-Imamu al-Hussein. Kila mmoja anatakiwa kukipinga kwa njia yake, na kuhuisha tukio la kuuawa al-Imamu al-Hussein ni kuhuisha shaair katika alama za uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.